Nilianza asubuhi ya jana kufundisha kuhusu zile aina ya funguo ambazo tunaweza kutumia tukitaka kufunguliwa, na nikagusa vipengele fulani vya mafunguo. Leo nitaongeza 4 ambavyo vitatusukuma kuomba kabisa. Nilizungumza kuhusu kutubu na kumrudilia Mungu vilivyo, kutengana na watu wabaya. Nilizungumzia kuondoka mahali pasipofaa, kuchukua maamuzi ghasia, na nikakupa zingine mbinu. Leo nikamate funguo ya kwanza, inaitwa kusifu Mungu na kumwabudu. Watu wanafikiri kusifu Mungu na kumwabudu ni kipindi cha ibada, lakini acha nikwambie kwamba sifa na maabudu ni funguo ambayo inaweza kutosha katika gereza. Haikuanza leo. Wakati wa mfalme Yehoshafati kulikuwa vita Israeli, na Biblia inasema kwamba nabii au mfalme akawaambia watu, ujumbe tunaopata, msipigane na silaha, wekeni waimbaji mbele, wasifu na kuabudu Mungu, adui ataanguka. Na hii waliitumia kwenye bonde la Tekoa. Biblia inasema kwamba katika kusifu na kuabudu, maadui wakaanza uana wenyewe kwa wenyewe. Kusifu na kuabudu inaleta furaha katika roho ya mtu anayeifanya, na inamwongezea roho ya kumtafuta Mungu sana, na inafanya Mungu aache kiti cha enzi ashuke chini, ili aone wanaomsifu maisha yao iko namna gani. Hakuna kipindi maalum kanisani isipokuwa kumsifu na kuabudu. Kusifu Mungu na kuabudu ni kuishi duniani kama mbinguni. Yaani wanaposema leo hatuna masifa na maabudu, Mungu afurahi. Ndio maana ni kipindi ambacho hatutakiwe sana kukikosa au kukipatia muda mfupi. Tunatakiwa kukipatia muda. Watu wasifu, watu wacheze, wakati ule pepo zinakutoka, wakati ule magonjwa yanaenda, wakati ile Mungu anakupa furaha. Nimwambie mtu mmoja, ukiona shida inakupita sana, usilie, msifu tu na kumwabudu. Kwa maana kuna shida zingine hata kama unalia haitakupatia solution. Hata kama unawaelezea watu haitakupatia solution. Ndio maana kuliko nungunike, msifu na kumwabudu. Na kila geste unayoifanya katika kusifu na kuabudu inaleta ishara kwenye maisha yako. Maandiko nasema kila mwenye pumzi amsifu Mungu. Hapana kila mwenye nyumba, kila gari, kila mtu mwenye ndoa, kila mwenye pumzi ndani yako, alivyosema mtumishi wa Mungu. Ukiamka tu asubuhi, acha niwaambie, hakuna kitu kina kilo mdunia kuliko hiki kimwili. Hiki kimwili kina uzito ambacho kale kapumzi kakitoka tu, bana changer jina yako. Wanasema marehemu Mumunyangule, wanaanza kuogopa. Sasa unapoamka asubuhi unaangalia kamgulu kanatikisika, mkono unatikisika, hata kama uko krize haiko problem. Hata kama unalipa nyumba haiko problem. Hata kama walikusemea uongo haiko problem. Nani atasifu Mungu kwa makofi na vigelegele? Nani atasimama ashangilie kwa makofi na vigelegele? Nani ataabudu kwa makofi na vigelegele? Praise the mighty Lord. Weka mkono juu, sema nitasifu. Kaa chini.
Wengine katika kusifu na kuabudu kamba zilikatika. Sitaki tena hapa kwetu tumpunje Mungu kwa kumsifu. Sitaki. Tuwe tunaamkia tuwe na muda ya kufanya nini? Ya kusifu, kucheza, kuabudu, kurukaruka, uza firimbi yako, uza pendo yako. Na baada ya kusifu tuwe na muda ya kuabudu. Ndio kazi ya mbinguni. Katika gereza Paulo na Sila hawakulia. Biblia inasema walisifu Mungu mpaka milango ya gereza ikafunguka. Mimi siwape wale watu sheria wa Zaburi 137 nafikiria waliokuwa Babiloni pale wakaambiwa wasifu wakatundika vinumbi vyao. Walikuwa wana akili. Wangelisifu Mungu, Mungu angelishuka na angewatoa utumwani. Kama hata mwenzako tu mwambie hauna vya kupatia Mungu ya ajabu, wewe msifu tu. Hauna vya kupatia Mungu, wewe msifu tu. Nini utapatia Mungu yenye hana? Na anapenda sana sifa na maabudu za watakatifu, wale ambao wanampenda kwa roho na kweli, wale ambao wako katika mateso lakini wanamsifu. Anaprefereshie tumsifu na kumwabudu kuliko hata malaika. Sifa na maabudu, sema ni funguo. Na nani kunyia alishaka sifu Mungu akasikia raha roho yake? Sisi kuna watu wengine hapa ambao kama kipindi ya maabudu haiko, roho yake inakosa amani. Na kuna sifa zingine unasifu kumbe ni kama uko naambia Mungu akutendee tena. Weka mkono juu. Funga macho yako. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les prodiges. Dieu va faire encore, Dieu va faire. Dieu va nous élever, Dieu va nous... Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Mkono wako bado juu. Mwambie Mungu asante kwa nguvu zako ndani yangu, kwa pumzi ya uzima. Asante kwa kunisamehe dhambi Bwana. Asante kuniamsha mzima tena. Mkono juu. Mungu iko naona ule mkono wako, anaona mahitaji yako. Mungu anaona mkono wako, anaona ushindi wako. Alekusanya makofi kwa Yesu. Haleluya. Sifa na maabudu ni nini? Wasalimu watu ine waambie vile. Sifa na maabudu.
usikia funguo ya pili ambao tunazungumzia leo, kusamehe waliokukosea. Il est écrit dans la parole de Dieu que le pardon c'est une puissance qui libère. Kusamehe aliyekukosea haimufungule yeye peke yake, inakufungula wewe. Kuko njia zenye hawezi pita hako kama kuna mtu alikukoseaka pale. Kuna raha yenye unaweza poteza ukimwona, lakini ukimsamehe roho yako inakuwa sawa. Na Biblia inasema hivi, tusiposamehe wengine hatuwezi samehewa. Aseme mnapokwenda kumuomba Mungu mbele mtoe sadaka, muangalie nani alikukosea ili mpate kusameheana naye. Please, unaendelea kusema kwamba mimi sitasameheaka, roho yangu haitasameheaka, manake uko na imani ya ukamata mtumbu uende nayo Kasindi na hakuna njia ya mtumbu. Mungu hawezi kukubariki kama hauna roho ya kusamehe. Wengine ukiwasamehe watajivuna kusema Kalikia lomba msamaha, wewe samehe tu. Wengine hawana dhamiri ya kukuomba msamaha, wewe samehe tu. Wengine walikukosea lakini wanataka wewe tena njoo walombe msamaha, wewe samehe tu. Wengine walishakosa tena walishakosa, wewe samehe tu. Usiposamehe unafungwa. Biblia inasema kwamba Mungu ametusamehe, na kama anavyotusamehe tuwasamehe walio tukosea. Mwisho wa siku mwa hii dunia hautaishi bila mtu ukosea, watu wataukosea tu. Lakini ukitaka uwe na amani na watu maisha, kuwa na roho ya kusamehe. Joa alikutukana, kukutukana tu, samehe. Yesu yeye alivuliwa mpaka manguo. Yesu njoo wa kwanza mwenye walipiblie mudunia na hakuna WhatsApp. Kavula na manguo yake yote, mtu mwaka tosha kitu ya hapa. Haiko sasa alimtemea mate, ilikuwa krasha, kitu ilikuwa hapa. Akatosha kile unayua. Puf! Kwa macho ya Yesu. Kisha Yesu akamwangalia akamwambia, nilikufanya. Njoo nifanyie kitu. Kofi kwa machafu. Manake aliweka mate juu, kofi kamate vizuri. Kamupa kofi kwa machafu. Yesu akamwangalia tu, akalia machozi. Hana mtu yote wa kumsaidia. Akampeleka kwa mtu mmoja hivi anaitwa Kayafa. Akamfunga kitambala macho. Akampa kofi. Akaambia, si uko nabii, tabiri mwalikupiga kwa baba wote. Mungu mzima ule. Akaenda kule kwa Pilato. Pilato akaona kama huyu hana kosa. Pilato yeye akasema vile, mimi sione kosa ya kuua huyu mtu. Vile mimi nataka nibafurahishe, mumpige basi fimbo, kisha mwache. Watu akasema hapana. Tumwache juu ya nini? Kama wewe unaogopa damu yake, shie tunaitika ikuwe yule yetu. Asulubiwe afe. Yesu anaangalia mule bale watu njoo walikulisha mikate, bale njoo alifufulia watu yao. Yesu hapa nilibakosea nini? Banamtosha ile nguo alikuwa anavala, banamtia kafasi kamoya hivi, banafunga mikono, banaanza piga fimbo. Walikuwa wanafanya bakapiga moya mbili, banahesabia moya. Bakapiga 39 fuwe hivi. Moya mbili. Mgongo yote ikavimba inageuka rouge, ile mwili ya majeni. Bakaacha ile fimbo, wakaleta fimbo naitwa marungu. Ile fimbo ya marungu iko na misumari ngambo na ngambo. Huku misumari. Pale kulisha vimba kwanza pale. Njoo wanasema mwanze mtoshe nyama sasa. Moya nyama iko na ruka. Ile fasi yenye nyama ilisharuka mwili mzima. Njoo anasema muweke msalaba kwa ile mgongo.
Hakuna dawa, hakuna Croix Rouge, hakuna pansement, hakuna vidonda inayala. Nyemu mnakuwa mnahubiriwa, wakamvalisha taji la miba. Hawakumvalisha, walisukaka miba kukichwa. Wanaingiza mmoja hapa, wanaingiza ingine hapa, wanaingiza, njoo wanafanya kuroni. Miba yote ilikuwa inayala mkichwa yake. Anaanza enda mnjia ya Golgotha. Wanawake hawatavumilia, wanaanza lia machozi. Anasema msililie juu yangu, mlie juu na watoto. Kama wanafanya hivi kwa mti mbichi, mkavu itakuwa namna gani? Watu wote ilikuwa tu asulubiwe afe. Alifika fasi kwenye hata kama ni Mungu maumivu inapita, msalaba akaiangusha. Mtu mmoja akamwambia, wewe msaidie msalaba hapa." Ule Simoni Mkirene akatia msalaba kumgongo, kufika pale Golgotha akaachia Yesu msalaba. Bakaanza kamata sasa misumari, njoo babanishe yako mikono kumti. Akapiga ya kwanza, ya pili, ya tatu. Damu ilishaisha mtu mumwili, manake isingelikuwa ni Mungu kama hayuko. Paka bale ba mwizi mina wasi walisemaka, mbona huyu anateseka sana hizi shia tutesekake. Bana mkamata wanamtia katikati pale, banaanza ziaki sasa. Wewe ulisema utaokoa watu, sijiokoe sasa, na hana hata sura kwa mwili. Wanamwacha wazi. Lakini baadhi ya vile vyote anasema, Baba uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Kisha wewe nini balisha kukosea yenye hawezi samehe mtu? Wewe nisemea yaka ya mbaya, nani wayasemea yaka ya mbaya? Wewe ulishasemwa kushinda president? Ushatukaniwa kunishinda? Ushasemewa kushinda? Yesu ndio Mungu mzima. Mpaka saa hii niko namchafula kwa TikTok. Niona mtu anaambia Yesu ase, ku TikTok anaambia, "Faki unapenda kama wengi wa Yesu kia ni huu." Kama ni bangi limpanda, anatukana Yesu, anachapa Yesu na bibi. Anasema Maria Magdalena alikuwa bibi yake na Yesu. Na Yesu anikala kimya. Kisha wewe Kaindo, Paluku, Gabriel, dunia hii batakukwaza tu, na usiposamehe hautafunguliwa. Yokia ndugu yako mwambie, mimi nakusamehe en avance. Mwambie vile, mimi nakusamehe. Na apres kutoka hapa, piga telefoni yako mwambie, depuis leo mimi nakusamehe. Hata kama hatutazoeana tena, mimi nakusamehe. Utasikia amani. Ushakuwa na bibi yako mnyumba, msemeshane kisi na lumaka sana, na ni bibi yako, na wewe ulimwambia hatutasemeshana. Pita unatampatia nguo anakusaidia kurepase, mais juu ya kiburi wewe peko nda repase tukuli. Kisha hauyue unalunguza shemizi. Juu na lumaka unakuwa unanungunika sasa. Shemizi na lungula tena juu ya bulozi ya mwanamke. Unda piga mayai. Kiburi iko kitu kibaya sana. Unda kalanga mayai kule na lungula tena. Tunakia mbele yako na basi mikosi yako hii, mikosi yako hii. Sasa ile yote iko na kusumbua juu hauna roho ya kushuka. Mjisikie kusameana. Na wakati tulikuwa watoto baki kukwaza unasema na sitajifunika leo. Sasa kama ujifunike unatesa nani? Na sitakula leo. Unaona kama asira inauwaka mwenye nayo, na kuambukiza roho ya kusamehe. Kuanzia leo Bwana kusaidie uanze samehe. Nipe amen zaidi ya kawaida. Funguo ya tatu ya kabambi sana. Nasema ya kwanza leo ni nini? Na maabudu. Ya pili, wewe unaandika Fransai, andika tu Kiswahili. Funguo ya tatu ya kabambi sana inaitwa sadaka. Na niko d'accord na mimi. Balozi yote wezi kwa d'accord. Na waza ni zaidi ya mafunguo yote. Sadaka, sifa na maabudu, kusamehe, sadaka. Sadaka
inafungula vitu tatu. Kwanza, inafungula mbingu. Biblia inasema wazi, mnaponijaribu kwa njia ya cha kumi, nitafungua madirisha ya mbingu. Sadaka inafungua mbingu. Mbingu ikifunguka, kwa dunia kutafunguka tu. Ya pili, sadaka inaweza kukata kamba zilizokufunga. Ndio maana ni ujumbe yenye napigwa mkanisa za leo. Banapiga sadaka, shetani atakake ufanye kikitafurahisha Mungu. Sadaka unaweza omba miaka Mungu anakaa kimya. Na unapofanya sadaka, kuna kamba zinafunguka kwenye maisha yako. Soma Biblia vizuri. Unapoombea shida sana, unaona haijapata ushuhuda wala haijapata jibu, fanya sadaka. Ni mwisho ya kila kitu, sadaka. Angalia ule mtu aliomba Mungu moto ishuke, Elia. Kabla moto ishuke, aliweka sadaka kwenye madhabahu. Mungu mwenyewe juu aokoe dunia, alitoa mwana wake wa pekee, sadaka. La tatu, sadaka inakupa kibali. Sema kibali. Sadaka inakupa kibali. Ulikuwa na roho ya kukataliwa, roho ya kuchukiliwa, sadaka inakupa favor. Unaanza kubaliwa. Acha sadaka zako ambazo unatoaka hapa zikupatie kibali kwa jina la Yesu. Amen. Iko chini sana. Nasema sadaka zako zikupatie kibali kwa jina la Yesu. Lakini la kufuata, sadaka inatuepusha na mauti. Na niko d'accord na mimi nimeshaiona. Si Ezekiel alitaka kufa, akaambia Mungu kumbuka. Bwana akakumbuka. Sasa Mungu yeye mwenyewe anaangalia, huyu mdunia anasaidia kazi yangu kuendelea. Ni muue juu ya nini? Ndio Mungu anaua kama mtu kama watu hivi fasi yako. Sadaka ina nguvu. Sijui nikamate mfano gani. Na niko na kapesa kadogo pa nifanye mfano. Mifuko yangu sasa iko sa kaburi ya Yesu. Na niko na kapesa nifanye mfano. Ni example. Na ile example zinaweza enda. Hii ni ngapi? Mnipatie masikio vizuri. Inaweza za nyumba. Hata wenjo mlozi. Okay, mimi naweza weka hii 10,000 francs pendant combien de jours? Si mnaelewa kwamba hii hata niweke haitafaa ni semeni. Sitaisha tu. Okay. Mimi nikiweka kwa Mungu itaishi miaka ngapi? Maisha yangu yote. Mimi nikidepenser haina maana. Ngwasa ni kweli kwambia. Sasa hapa mi Gabriel kwa mfano niko na problem. Ni mfano, sina problem. Niko na problem ya nini niseme? Niko na jipu. Unakumbuka zamani kama uko na bivimba, walikuwa wanakuambia ukamule uti yako pesa uiweke chini. Unakumbukaka? Mwenyata ilokota. Hii ni transmission. Mimi niliombea mtu moya ku telefoni, ilikuwa Goma. Bali watu wanatufuata kwa mitandao. Anasema papa, mtoto wangu iko na problem, banasema iko na cancer. Bulaya kule. Na banatuambia atakufa le 19. Bon, na mzungu akishakwambia utakufa maana yake utafanya nini? Kule hao banayuaka. Bulaya kuko vitu mwingine shetu tunasemaka huku, baba sijue mwisho wangu. Kule kwa watu wanajua mwisho yao. Bana yote deja kama mwisho wake itakuwa siku fulani. Na akanipigia simu. Moi je vous assure. Mimi najua science sana, najua medicine kidogo, nikasema hivi tushambia atakufumaka atafanya nini? Yeye iko na imani. Anaambia baba mimi nakufataka. Le 19 mtoto wangu anakufa. Mimi naambia mama leo le 40e. Leo tuko le 14. Kuna kia combien de jours? 5 jours. Ananiita, mimi namuombea. Bon, mimi nilikuwa naomba tu, mimi na tu kama atafanya nini? Atakufa. Anatuma resultat, mimi nisoma mu anglais. Donc mtoto atakufa. Naambia mnipatie mtoto, tunaanza ongea na mtoto. Mtoto mdogo. Naambia atengeneze maisha yake, ananiambia mimi sina dhambi.
Katoto kadogo tu angali kana kumala kama wita neva. Mekata kufa. Mungu ni mwaminifu. Le 16 anaita. Le 17 akaanza ni menacer sana. Mimi nikasema mimi ndio ndamuua mtoto atakufa. Basha kuambia atakufa. Mama akanambia papa niko na besoin ni jue mkanisa. Mko besoin ya nini? Nikamate mauti ya mtoto wangu. Niifanyie sadaka. Kwa tafsiri nyingine anaweka ile mauti yake munini? Sadaka. Nikamwambia vya vile hapana. Sadaka zingine zinauanaka. Ndio maana Elisha alikatala sadaka ya Naamani. Juu alikuwa na yeye ukoma ya Naamani iko ndani. Gehazi alikamata. Bilikuwa namna gani? Ndio maana sadaka inauwaka, hii inauwaka. Inaomba ikifika unaiombea unamaliza zile nguvu ndani. Mama akasema basi papa mimi natuma sadaka, mapenzi ya Mungu fanya. Kama atakufa fanya nini? Mbona mimi niliposikia sadaka kama ni kitu ni mtu hawezi katala. Nikamwambia okay. Utaituma saa ngapi? Kidogo hapa pale papa unipatie majina. Sadaka. Unaambia mtu ashamwambia mtoto iko karibu kufa, anatosha monta ya pesa yenyewe. Mama iko sawa wala iko sawa? Anatuma pesa. Mimi sasa nikamata pesa mimi nikasema muro siwezi zitumikisha na siaona matokeo itakuwa namna gani. Le 18 mama kaniita. Papa atakufa kesho. Basi mie sadaka niko nazo. Mimi bana ananiambia atakufa kesho. Hata anakufa sitarudisha. Tarudisha koma na ulishatolea Mungu. Naingia mpriere ile siku le 18 na mimi sikulalaka. Naambia Baba, kwa heshima ya jina lako na kwa krize ya mtumishi wako na kwa besoin yako hapa kanisani, Mungu wa agano simama. Je vous assure le 19 hakuniitaka. Mimi ndio mimi naanza ita nimero ipiti. Nikasema basi anakufa. Nilitaona kama ma 23h appel. Kilio. Baba! Nasema mama kuko nini? Aseme tuko na kilio ya furaha. Mtoto anasimama. Na mimi nikaanzalia. Baba! Baka hivi niko na bashuhudia mtoto iko hai. Sadaka yako ibebe mauti yako. Sadaka yako ibebe magonjwa yako. Sadaka yako ibebe mikoshi yako. Amena yako iko chini sana. Mungu aliyenipaka mafuta kuhubiri habari njema aepushe kila balaa iko juu ya maisha yako kwa njia ya kumtolea sadaka. Nipe amen mara 4 zaidi ya jirani. Haleluya. Journée isiishe hauyatendea mtu mema. Mjane, yatima, kazi ya Mungu uifanyie sadaka. Sadaka ina nguvu, hata kama leo manabii wa uongo wanaichezea, lakini sadaka ina nguvu. Pourquoi manabii wengi wa uongo wanakufaka juu ya sadaka? Anaikamata ameyajue maana yake, kesho naua maisha yake. Sadaka haiko kitu ya black. Fanya hivi. Sema Jehova, unisaidie mwa hii mikono yangu. Msikosaki sadaka. Mungu akupe pesa. Frère, mwanamke mwenye anaweza kukupatia pesa zake, manake anakupenda. Ni mwanamke anaweza kupatia hata kichwa, nywele, pesa. Ukiona mwanamke anatosha pesa anakupa, unapendewa. Wanawake na pesa wana undugu.
Mwanamke omwe apoteze makiki yote mepesa. Mwanamke anaweza kukopesha $10. Wengi bwana yake anakuambia mimi nakukopesha $10. Après une semaine unamupa $100, anakuuliza na ile mimi nasema bongo. Sasa unajiuliza kama mwa ile saa amuna dishi anataka kuonesha kama bo unanipa sawa mekuko yangu nyie Mungu tu. Sasa pourquoi wanamke wanaishi maisha marefu sana? Njoo batoaji ba kwanza. Mwanamke juu atoe hawa zake sana. Nani mwatatoa? Yeye njoo wa kwanza ale. Mwanaume sio unafaa utoaji, anakuangalia kwanza. Ase akakabile nikamwizi. Mwanaume anakalikila kwanza, nishaenda nyanya, nikaenda Mombasa, juu nipate hii franga, nisipane hapa, amtoke pale. Na hii ndio kunafanya bana kufa. Basponsoro ya Yesu ni banamuke. Yolenda mtosha mpaka kule kukaburi kule kumwangalia ni banamuke. Ewa banamuke muishi maisha marefu. Ukiona mwanaume mwanatoaka uye kama shafunguliwa. Juu mwanaume ni mahesabu. Unaweza kuwa uko naye karibu yako pale, wewe ndio bibi yake. Mubira na sana nani mwenyewe kuna $1,000 ya kutolea Mungu. Mama anatashimama bwana na mnyota. Kwambia tulizana atashuka. Mubira sasa nani mwenyewe kuna sensa? Anaambia hivi yake, si nilikwambia. Ngoja mimi na yeye kwa tunaishi yaka. Nani mwenyewe kuna $200? Mama weye bumbafu. Alikuwa kungapi? Alikuwa kumila, alikuwa kungapi? $200. Ngoja. Tuko hapa tu. Wasa. Alishima. Mama atashima ikala kwanza ni za mingi. Ngoja wa 5 ndio anaambia mama. Shimama tena wapatie mafra. Sasa sawa anamwambia iko na hypertension. Anamwambia papoko na problem ya kutokushimama mwili. Juu mwanaume yeye ndio problem ya kwanza na muwaka ile. Kumwambia tu kama mwili ishakataa, hata mwambie akule chura achange yao na apane $50,000 anaipana tu juu mwili fanye nini? Si miguu na shimama tena mwili ya wapi? Ndakufa pa, ndakufa. Omwake anambia pale kubiro, ndakufa. Mimi naambia nini? Ase wapi papa? Mikrofoni nakata. Unaona hii? Ase mimi naona kifo yangu njoo kule kunyumba mazarao inapita. Mimi naambia sasa unaweza toa franga ngapi ase zenye Mungu anataka. Ndamupa tu meishimame. Unaona? Wanaume Mungu awasamehe sana. Ndio maana shetani haiko mwanamke. Ni mfano tu lakini Mungu atupatie roho ya kutoa. Funguo ya mwisho ndaongea leo inaitwa maombi. Wangapi wanaamini maombi ni funguo? Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Banakamata Stefano banampiga mawe, anakufa, kanisa inazika. Wanakamata Marko, wanaua, kanisa inazika. Wanakamata Petro, wanasema watamuua asubuhi, kanisa inaomba Mungu. Swali yangu ni hii: alikufaka? Alizikwaka? Sasa wakati waliua Marko na Stefano, kanisa haikuombaka, ndio maana balikufaka.
Shetani akikuletea situation fulani, anaona unaitika, anaongezaka ingine. Akiona unaitika diabete, anakia na tension. Akiona unaitika kukesha kwenu, anakuletea mbaraka. Akiona unaitika maisha ya madeni, anakuletea prison. Na ukikatala situation ya kwanza, ya pili haiongezekake. Weka mkono juu, sema mimi nakatala. Niliitika juu ya ujinga, lakini tarehe ya leo mimi nakatala. Natabiria watu 500 asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ile deception ulipata njoo ya mwisho, ile magonjwa njoo ya mwisho, ile kusaraulika njoo ya mwisho, ile kukataliwa njoo ya mwisho, ile kupoteza njoo ya mwisho, ile kusingiziwa njoo ya mwisho. Ingine haitatokea, sitasingiziwa tena. Leta amen zaidi ya kawaida. Sema kuanzia leo ile mabaya haitarudia tena. Biblia inasema mabaya haitarudia mara pili. Ule mwenye iko na imani alete makofi kwa ajili ya Yesu. Katika viatu vya upako natabiria mtu wa imani, kulia uliolia inafika mwisho leo. Kuzaraulika uliozaraulika inafika mwisho leo. Kupoteza uliopoteza inafika mwisho leo. Kwa sababu umefika asubuhi ya leo, hautapoteza tena. Kwa sababu umefika tarehe ya leo, hautakufa tena. Kwa sababu upo hapa, hautagonjwa tena. Ile magonjwa ndio ya mwisho. Kama walimzika Marko, hawatazika Petro. Kama walisika mtu mjamaa yako, wewe hautazikwa. Kama jamaa yako haijengake, wewe lazima ujenge. Sema mimi si kama wao. Troseto. Kuna vitu hatutakiwe kukubali. Ya kwanza ikifika, ya pili sitakubali. Biblia inasema hautalia mara pili. Ulishalia ya kutosha, ulishapoteza ya kutosha. Leo maisha di miracle ya leo, hautapoteza tena. Mtu wa imani ya ruke mahali alipo. Mtu wa imani ya ruke mahali alipo. Mtu wa imani ya ruke mahali alipo. Leta amen zaidi ya kawaida. Sema sitapoteza. Kaa nimalizie. Kanisa ilifanya nini? Weka mkono juu. Sema Jehova. Mtumishi akipata shida, kanisa alitete. Kanisa liongee. Kanisa linaomba. Tarehe ya leo tunaomba kwa ajili ya watumishi wanaopitia shida ulimwenguni. Bwana waonee huruma. Bwana wapiganie katika jina la Yesu. Hatutakubali watumishi waaibike, watumishi wazaraulike, watumishi wagonjwe. Kama kanisa tunaomba uzima kwa ajili yao. Nani iko na amen zaidi ya kawaida? Petro alimweka mgereza, wakamtia mchumba cha 4. Unajua Petro alikuwa namna gani? Mbele ya kumtia mgereza walimtosha viatu, wanatosha koti alikuwa anavala. Manake naye aliingia mgereza hana manguo. Wanamwambia kala pale kesho asubuhi. Tena kitu kibaya ni kwamba mle mgereza mwenye alikuwa kwanza iko mgereza, tena anafungwa mgereza. Wanafunga kabisa Petro, wanamwambia kesho asubuhi kaa pale. Bahati mbaya ya Petro nisema, pamoja na kufungwa kwake, analala. Kama Petro alikuwa sijui kama kichwa yake ilikuwa kai. Aye unaweza lala na unafungwa tena. Hapana, si unalala tu, utakufa kesho. Nini ilituma Petro analala? Nini ilituma Petro analala? Nini ilituma? Imani.
Kitu kilituma Petro analala ni vitu viwili. La kwanza, mnakumbuka Yesu siku moja wako mzoruba analala. Paske Yesu alikuwa anasema tutavuka. Kwa tafsiri nyingine Yesu alikuwa anajua zoruba ikue, wala isikue, tutavuka. Na Petro naye alikuwa anajua Yesu aliniambiaka ndazeekaka. Na hata kama banitie mu prison, sihangaike na kitu paske niko na ahadi ya kuzeeka. Tunapojua kenye Mungu alisema juu yetu, tuna imani ya kutulia, ya kujua vita vinatokea lakini vitapita. Mipango yao ilikuwa ya kumuua asubuhi. Na mipango ya Yesu alisema siku tazeeka Petro, utainua mikono juu, mwingine atakufunga mikaba. Hii unabii ni juu yako. Mipango ya watandamu isitimie juu yako. Mipango ya magonjwa isitimie juu yako. Mipango ya wachawi isitimie juu yako. Mipango ya Yesu itimie juu yako. Leta amen zaidi ya kawaida. Wanasubiri utakufa asubuhi, utaishi asubuhi. Wanasubiri utateseka, utaishi. Alikuwa analala, kanisa haikulala. Mtumishi akilala, kanisa isilale. Mtumishi akipitia shida, kanisa isilale. Leo njo mko na magumu sana. Bakipiblie Pasteur Marcelo, kanisa inateta. Kanisa inateta. Walimupiblie alua bibi yake. Bakipiblie Kalambai, kanisa inateta. Bakipiblie Apotre Gabriel, kanisa inateta. Nani atasaidia kanisa? Walipoweka Petro ndani ya gereza, kanisa haikusema. Kanisa iliomba. Na kanisa walianza maombi. Tena walienda ombea kwa roda, kwa una roda. Ni nyumba fulani ya Wakristo hivi. Wanaomba, Baba Mungu saidie Petro. Nao waliomba hawana imani. Walikuwa wanajua tu kama hivi tu hawezi wezekana. Atatundukiwa asubuhi. Walikuwa naamini kwamba tukiomba labda asubuhi kutakuwa intervention fulani imsaidie. Kumbe mwa ile saa alikuwa naomba, mwa ile saa, angalia, hii tu sanyo utaomba hapa. Hii ndio sanyo Mungu atatenda. Hii ndio sanyo Mungu atashuka. Biblia inasema kwamba Mungu akashusha malaika wake. Malaika akafika kumlango wa kwanza wa gereza, ikafunguka yenyewe. Ibaulize swali, nani alikuwa na funguo ya gereza? Si ni garde de prison? Garde de prison ndio kuna funguo. Eske malaika alikia kumwambia nipatie kwanza? Malaika tu alimwambia mkiro bakia na hili. Me ule mwenye iko mu prison alipewa kama funguo. Bakia na ile. Me ule Petro mwenye iko mu prison alipewa kama, mwenye alikulogaka abakie nayo. Mwenye iko na chafula reputation yako abakie nayo. Mwenye alikamataka ndoa yako abakie na ile ndoa, abakie nayo. Mwenye alikamataka watoto yako mtumbu abakie na wale. Me wewe uko na original yenye iko ndani yako. Amianisikia, amianipa amen. Je ne suis pas d'accord avec la prière de la récupération. Moi, je ne veux plus récupérer. Si tu as récupéré, mi Gabriel, mina sema si tu as fait nini? Si tu as récupéré avec trois raisons. La première raison, mwana mpotevu mwenye alipoteza vitu yote muinchi ya mbali, eski alipokuja kwa baba alirekiperaka? Akasema nirudie tena kule, paske kenye adui alishakamata kinachafuka tayari. Kenye adui anakamata akina tena valere fulani. Siwezi rekipere kule kwa baba yangu kuko biote. Eske Josefu alirekiperaka nguo yake kwa bibi ya Potifar? Abakie nayo. Me kwa mfalme Farao atapata nguo ya heshima. Eske Yesu alirekipere vazi kwa adui yake? Mule mkaburi kuna vazi ingine ya heshima. Naweka mikono yangu juu, Mungu atakurudishia mara 7 zaidi ya kila ulichokipoteza. Leta amen zaidi ya kawaida. Nasema Bwana atakurudishia kile. Walikuwa na funguo,
wanafikiri kwamba si tuko na maisha yake kumikono. Kumbe mwenye iko mprison alipewaka mafunguo. Ishara na miujiza inatembea na wewe, neema inatembea na wewe. Wale ambao walisema wanaloga uzazi yako, babakie nayo, meutazala bila wao. Oh, quelle confusion dans leur cas. Sifungulo hii, fungulo ana balipita wapi? Njo itakuwa Butembo, bataisema Goma, bataisema Beni, Kongo yote. Si ndoa yake anaolewa mbona? Si bulozi haikuwa tena nguvu. Si tulimchafula huyu, tukamchafula tukafikira naishi. Mbona baki balikuwa na ngine fungulo, kumbe shi tuko na passe partout. Tulisemaka hata jengaka, mbona chantier. Ndio wanasema kule kuzimu sasa. Maki bulozi yetu haikamatake tena sasa oya acha naye ni mlozi wa sana kutushinda. Basi mlozi ukimshinda ifo naye akuchafule. Natabiria mtu wa imani ya asubuhi ya leo, Mungu anakupeleka zaidi ya balozi ya maisha yako. Anakupeleka zaidi ya uchawi wa maisha yako. Vile unanipa amen, Mungu analeta mafungulo juu yako. Je te donnerai les clés. La personne qui était liée dans la prison avait déjà les clés. Nye mubaki na mafungulo yenu, meye iko na nani atanipa amen zaidi ya voisin? Angalia kwenye roho, alinipeleka pazuri sana. Aseme mlango ya kwanza inafunguka, ya pili inafunguka, ya tatu, ya ine. Petro anafanya nini? Analala. Aseme malaika akampiga kofi kumbavu. Pa! Malaika iko bien. Hakumpiga kofi fasi ya kukufa. Ingekuwa ni shetani, angemkokolaka njo mkichwa hapa. Malaika akampiga wapi? Pourquoi kumbavu? Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, Eva alitoka kumbavu ya Adamu, sawa? Lakini kanisa ilitoka kumbavu ya Yesu kumsalaba. Kwa hiyo alitaka ambia Petro, mbavu iko na kuombea, kanisa iko na kuombea. Baki kupiga kumbavu itike ukatala, utacheka tu. Unaona kama kupiga ya Mungu haikulelishaki, kupiga ya Mungu na kuchekeshaka. Ndio anasema Daudi, gongo lako na fimbo lako lanifariji. Mungu akupatie kicheko asubuhi ya leo. Mungu akupatie kicheko asubuhi ya leo. Geukia voisin yako, utacheka tu, utaona ile sura, utacheka. Kwa mtu kiangalia kuna sura sama alikula ngongolio buchungu, huyu alikula nini ya buchungu? Utacheka tu. Mungu anatupiga mpaka anatufariji. Petro akaamka. Malaika akamwambia, we vala. Petro akavala. Kiatu yako, joo lako, vala. Malaika akamwambia, nifuate. Hautalala pale kwa kutiaka leo. Aseme kadiri Petro yuko anaenda, milango anafanya nini? Aseme kufika nje ya prison, akasema niko na lota nilizani ni maono, kumbe ndivyo ilivyo. Pale ndio nyimbo walitunga. Petro ndio alisema vile, nilizani. Hii ndio declaration ya mwisho ya asubuhi ya leo nilikia nayo. Kuna maneno Mungu atakutendea mpaka wewe utasema niko na lota. Unasema mimi ndio ningefanya miaka 3-4 bila kufanya dhambi. Mimi ndio ningefanya hii miaka 4-5 bila kukunywa pombe. Niko na lota. Mimi ndio ningikala mkitanda niko na sabia $200,000. Mimi unahesabia. Mimi ndio ningilipisha ba locataire manyumba. Mimi ndio mnakuwa baere.
Unalamuka 2h du matin, unatoroshe kile kibwana yako ki utapata. Minjo mwenye huyu Marko. Huyu Marko kabisa. Huyu mie. Rêve yako itageuka réalité. Je lève ma main droite et je prophétise et je déclare du rêve à la réalité. Dans notre communauté Jéhovah Nissi, ici même à Butembo, le Seigneur va opérer les miracles. Nabatu atasema ni ndoto. Kama biko natupiga vita juu ya kanisa, sa tutajenga hapa. Eske batavumilia? Tushimame. Ambia jirani yako tumikisha fungulo yenye unajisikia.